Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Huu ni mwendelezo wa yale mambo yetu ya soka la kivyetu vyetu kwa namna yetu sisi wenyewe tunavyoishi. Lakini kwanza wazee ni wakina nani katika mpira wetu? Tunaanzia tu hapo. Na wana sehemu gani katika uongozi? Na wanatambulika katika kanuni ipi ama katika sheria ipi? Unajua watabaki kuwa wanachama, watabaki kuwa mashabiki, lakini kuna vitu vingine ambavyo wasitaki kuvuka mipaka na kuanza kufanya baadhi ya vitu. Na inavyoweza kutokea wao wanaweza wakawa hawaoni sehemu ambapo wakifungwa wanaweza wakatokea. Kwa hiyo akaanza kutengenezwa mazingira kwamba hata Simba akifungwa akaishia hapa, isionekane kwamba timu ni dhaifu ama kuna changamoto yote ya kiufundi, ionekane kwamba kuna sehemu fulani ambapo ndo kumeleta matatizo yote. Lakini niseme tu manager kama manager haingii uwanjani kucheza. Ndicho ninachokiamini mimi. Lakini pia manager hana sehemu katika mchezo wa Simba kwa sababu ni manager wa uwanja. Na haya yote kama Simba na Yanga wanataka kuyakwepa, wajenge viwanja vyao. Wafike sehemu wamiliki viwanja vyao kama inaonekana ni tatizo. Lakini pia huyu manager amefanya nini kwenye hii klabu ya Simba? Kwa madai ya wazee wamesema kwamba wamegundua kwamba hawatakii mema, wamegundua kwamba anawaletea fitna, na wamegundua kwamba wamemsikia ama wamepata taarifa kwamba anajinasibu kwamba atapambana ili Simba wafungwe. Lakini mimi nina swali moja kwa wazee wa Simba. Anayekwenda kucheza ni nani? Ni manager wa uwanja ama wachezaji 11 wa klabu ya Simba na wachezaji 11 wa Al Masry? Unakuta kwamba wanaocheza ni wachezaji. Yule mmoja kazi yake ni kufungua geti, kufunga, kuwasha generator, kuwasha taa, kufanya nini? Period. Nje hapo refa katikati, dakika 90 zitaamua nani bingwa. Kwa hiyo mimi niseme wazee wasitaki kutotoa kwenye mchezo. Tubaki pale pale kwamba tunakwenda kuangalia mpira kama miaka yote ilivyo. Mimi binafsi yangu naamini Simba anayo nafasi kubwa sana kutokana na performance ambayo amekuwa akiitoa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mara nyingi sana. Kwa kwangu mimi Simba anayo nafasi kubwa sana. Lakini hichi ambacho wazee wanakizalisha ni kama kakichaka fulani kanatengenezwa, chochote kikitokea tutajifichia hapa. Kwa nyinyi nendeni. Na inasemekana wamekuwa hapo kwa muda wa siku 2 kama 3 wakijaribu kushinikiza hivyo. Siku 4 wakijaribu kushinikiza hivyo. Kwa hiyo umeona kwanza hata hao wanaowaruhusu hao kuingia tu uwanjani pia ni makosa, kwa sababu hawahusiki na chochote kwenye mpira, sio viongozi, sio benchi la ufundi. Wanakwenda kufanya nini? Ndio tunarudi kule kwenye yale ambayo yanasemekana itokea tarehe 8. Hapo mpaka leo hatuna dabi, hatujacheza dabi, hatujaiona dabi. Miongoni mwa dabi kubwa barani Afrika ya 5 kama sio ya 3, kama sio ya 4, sorry. Lakini unakumbuka kwamba haikuchezwa kwa sababu ya viashiria vya hovyo kama hivi. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, hizi klabu zetu kubwa Simba na Yanga ziwafundishe baadhi ya mashabiki wao ambao wanajinasibu kwamba ni wazee, labda hawa sijui Yanga sijui hawa sijui mashabiki tofauti. Wawe na limits za kujua mipaka yao ni ipi. Huku ni kuvuka mipaka kwa maana ya kuto kuheshimu mpira. Kwa sababu unakwenda kushawishi nini ili iweje? Kwa hiyo nasema inawezekana huu ni mpango mkakati unaotengenezwa kutafuta kichaka cha kuja kujifichia mambo yakiwa tofauti Jumatano. Lakini kama ni kweli, basi inabidi Simba kama taasisi watoe official statement hichi kinachoendelea, kwa sababu kwanza wanachafua taasisi yao ambayo inajengwa kwa muda mrefu, ni brand inatengenezwa. Then unakuja kwa watoto wanatoka huko wazee wanakuja kuanza kuleta vitu ambavyo havieleweki. Kwangu mimi naona ni jambo ambalo halina mashiko, halina maana yoyote, na ifike sehemu ule uwanja tuuheshimu, tuupe hadhi yake. Masuala ya kwenda kufanya vitu ambavyo havieleweki na kuanza kuingiza story ambazo zinaweza kusadikika, kwanza kutishia amani kwamba tukifungwa, sababu kuna statement zimetolewa na wazee kwamba tukifungwa Jumatano sisi huyu tutashughulika naye. Sasa vitu kama hivyo unaweza kuwa unazungumza hivyo kama utani, lakini kwa bahati mbaya mtu akatoka
akapata matatizo, labda akapoteza maisha, watu wanaanza kupiga story. Okay, wazee walisema wataanza kutafutwa sasa. Tayari wamejiingiza kwenye matatizo. Kwa mimi nafikiri kuna namna tu tengenezwe, watu wajue mipaka yao ni ipi, wajue wanatakiwa kufanya nini. Lakini kwangu mimi sio jambo lenye afya kwenye mpira wetu. Wazee hao wanaamini kwamba huenda meneja wa uwanja akawa na nafasi ya kutegua mitego, yani kwamba akawapa mmoja na wapinzani Al-Masry. Hili pia inaweza kazikana kweli? Yani kwamba ofia iko hapo. Akawapa mbinu za kuwafunga Simba. Yani kwamba yes, anafahamu kwamba huenda kuna mbinu ambazo zinataka zifanyike kwenye uwanja ule, akategua mitego ambayo ya Simba kuelekea kwenye game hiyo. Kwamba Al-Masry leo watoke kwa huko Morocco waje kumfuata meneja wa uwanja kuja kuchukua mbinu za kumfunga Simba. Hebu tuheshimu mpira bwana. Tuheshimuni mpira. Yani kwanza hiyo yaingia akilini kwa mtu wote mwenye akili timamu na mchambuzi wa mpira. Kama kuna mambo mengine sawa, lakini kama tunazungumzia mpira huu wa dakika 90 na refa katikati, Al-Masry hawezi kuja kuchukua fundi au mbinu za kumfunga Simba kutoka kwa meneja wa uwanja. Kwa nini uliona ile mechi ile Yanga na Simba na komando kuzuiwa? Kwa hiyo ina maana unajua kuna vitu vingi sana ambavyo vinachekesha katika mpira wetu ambao inabidi tuvishughulikie. Na sitaki kuamini kama ndicho ambacho wanakiangalia wao. Tuongee tu walisia kwamba imani za kishirikina. Labda niseme hivyo tu. Sitaki kuamini kama ndicho wanachokifikiria wao. Kwa sababu kama hatuamini wachezaji tunaowalipa mabilioni ya pesa ili waje kudisplay performance kubwa uwanjani mpaka tutumie manyanga, basi tutakuwa tumeudharau mpira kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mimi naamini Jean Chezawa ana uwezo mkubwa bila manyanga. Kwa hiyo wazee ana uwezo mkubwa bila manyanga. Kwa hiyo wazee hawana hoja ya msingi. Hawana hoja ya msingi. Kama ndio hiyo, basi klabu ya Simba inajidhalilisha pakubwa sana. Na kama wametumwa kweli na taasisi wakafanya hicho wanachokifanya, watakuwa wanajidhalilisha pakubwa sana. Lakini kwangu mimi kama wametumwa na taasisi, basi watakuwa wanatafuta kichaka cha kujifichia pindi matokeo yatakapokuwa tofauti. Tuseme labda kwa hili sasa pengine inaashiria kwamba Simba wana pressure na mchezo, kwa sababu meneja na mchezo wenyewe wapi na wapi mpaka wazee wa Simba kuanza kumsumbua meneja. Vipi? Simba pressure lazima watakuwa nayo kwa sababu wanajua walichokifanya kule Misri. Na huyu anayekuja kucheza na wewe alichokidisplay mbele yao kule Misri. Unajua kuna watu walikuwa wanazungumza kwamba Simba wamecheza mchezo mzuri sana. Ni kweli kabisa. Lakini pale unapofanya vizuri, yani unapotumia mbinu zako zote za kivita na bado hupati kile ulichokuwa unatamani ukipata, mwenzako ni bora kuliko wewe. Kwa sababu amefanikiwa. Kwa hiyo Al-Masry ni bora kuliko Simba. Kwangu mimi kutokana na results zilizokuwepo mezani. Ndio Simba wakapigika. Sasa swala la Simba kufungia kwa Mkapa, hilo ni swala lingine. Kwa nini usikubaliana wanaosema Simba ni bora kwa sababu imeupiga mwingi? Ninawakataa kwa sababu moja. Ninaangalia display ya mchezo wote, siangalii matukio. Ninachokisema mimi, Simba alifanya kila kitu ambacho kilimfanya deserve kupata matokeo. Aliyapata hakuyapata? Hakuyapata, si ndio? Nani aliyepata matokeo? Al-Masry. Goli 2, si ndio? Lakini katika mambo yote, nani aliyecheza vizuri? Yani nani ambaye alitumia mbinu zake zikamlipa? Al-Masry. Nani ni bora kwa maelezo hayo? Kwa hiyo kwangu mimi kwa mchezo wa kwanza Al-Masry alikuwa bora kwa sababu alifanikiwa kudefend na akafanikiwa kupata matokeo goli 2. Kwa kwangu mimi ni mchezo bora. Kwa hiyo kwa hilo unaolizungumza huenda Simba akapasuka kwa Mkapa. Kwa Mkapa najua Simba anazo sehemu za kujirekebisha. Simba haiwezi kufungwa kwa Mkapa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.